Kazi inayofanyika kwa ajili ya ujenzi wa reli tunayoita Port Link inaunganisha kutoka bandarini kwenda kwenye njia kubwa ya reli ya SGR. Kipande hichi ni muhimu sana kwa sababu ndio kipande kitachotoa mizigo makontena kutoka bandarini kuelekea kwenye reli kuu, njia kuu ya reli na kuelekea mpaka Dodoma. Sasa hivi tunavyozungumza, hatuwezi kuchukua mzigo moja kwa moja bandarini kupeleka Dodoma, kupeleka maeneo mengine. Tunavyofanya sasa hivi tunachukua mzigo ulioko Pugu, kutoka Pugu halafu tunaingia kwenye njia kubwa ya reli ya SGR na tunaenda mpaka Dodoma. Lakini kipande hichi kilichobakia ambao ni kutoka kule karibuni kilomita 2.5, sasa tunaenda kukimaliza. Kama mnavyoona eneo lile kule tayari tumeshaika waya za umeme, kiko tayari. Lakini hapa katikati ama tulipo hapa tunafanya stabilization ya njia, yani tunaimarisha njia hapa. Halafu tutaleta udongo, halafu tutaweka reli kuhakikisha sasa kwamba mzigo tunaweza kutoa hapa mpaka kufika kwenye njia kuu ya reli. Kutoka ndani bandarini SGR itafika hapa kwanza, kwa awamu ya kwanza itafika pale. Lakini kutoka bandarini tutalolifanya, tutachukua mzigo wa makontena kwa kupitia MGR. Kwa sababu ndani humo zimo njia za MGR. Utachukuliwa pale, ukiletwa hapa tutaweka crane zetu ambao tutautoa mzigo kutoka kwenye MGR, tutauleta kwenye SGR. Na hapa utasafiri kwenda zake kwenye njia kuu mpaka Dodoma. Kazi hii tumekubaliana imalizike utapofika mwisho wa mwezi wa Januari mwaka 2026. Utaratibu wa ujenzi tuliokubaliana hapa, tumekuja na utaratibu mzuri ambao tunahakikisha kwamba sasa mjenzi huyu yapi anasimamia. Sisi tunalolifanya kupitia TRC, tunanunua mafuta, tunanunua chuma, tunanunua material yote. Yesu unamweka hapa, tunamlipa fedha za mafundi na kazi hiyo wanaifanya. Vinginevyo tukisipofanya utaratibu huu tunaweza kuchelewa sana. Tukianza kutoa mzigo kutoka bandarini kwa kupitia SGR, tutapunguza sana msongamano wa magari ndani ya bandari. Awamu ya kwanza. Awamu ya pili sasa tunatoka hapa kipande hicho hapo tunakwenda mpaka ndani bandarini, ambacho hicho kitaanza baada ya Januari. Tutaanza kujenga huko kuelekea bandarini. Ndio hapo itakuwa reli zetu za MGR zitaingia mpaka ndani bandarini. Lakini kwa awamu ya kwanza tumeanzia hapa. Tunafanya hivyo kwa sababu kwanza tukifanya hivyo TRC watapata fedha kwa sababu watapata mzigo wa kutoa hapa kupeleka maeneo mengine. Pili tutafanya ufunguaji zaidi wa bandari ya Dar es Salaam. Tutaondoa congestion, na tukiondoa congestion manake meli sasa zitakuwa zinatemsha mzigo wao haraka na wananchi wanapata huduma haraka, na bandari yetu itakuwa inafanya kwa ufanisi mkubwa. Pia tunaongeza mapato ya bandari na mapato ya uchumi wetu kwa ujumla. Kwa vile mimi nimefurahi, kazi inaendelea vizuri, changamoto zote sasa zimemalizika. Tutahakikisha kwamba kazi hii awamu ya kwanza inamalizika haraka, alafu itafuata kazi ya awamu ya pili. Na awamu ya pili, Mheshimiwa Waziri, labda inategemea kumalizika lini mkianza mwaka hiyo? Nafikiri awamu ya pili tutaanza kama nilivyosema end of January and February, lakini hiyo itakuwa na wadau wengi. Sababu lazima tukae na wadau, kule kuna kazi inafanyika, lazima tuipange vizuri. Baada ya kukaa na wadau DP World, Adani, TPA na watu wengine, then tutakuja na time frame. Pengine leo tutasema tufanye usiku mpaka usiku kwa sababu kutakuwa na activity nyingi. Kwa vile sasa hivi siwezi kuambia kama tutaanza lini, tutamaliza lini, lakini tukikaa na wadau baadaye ndio tutakuja na specific time kwamba awamu ya pili itachukua muda huu, tutaanza tarehe hii na tutamaliza tarehe hii. Mheshimiwa, labda katika awamu hii ya kwanza ikikamilika, loading capacity labda ya container au itakuwa mzigo kiasi gani? Tulikuwa tuna discuss hapa kwa sababu loading capacity inategemea na crane gani unatumia. Ukileta crane ya kawaida definitely capacity rate yako au ushushaji wako na upakiaji wako utakuwa uko slow. Lakini tukawa tunazungumza hapa tulete reach stake. Reach stake ni zile crane ambazo zinatumika kama bandarini. Tukileta zile nyingine zinaweza kuchukua container moja dakika 5, dakika 10 inategemea. Kwa hivyo tunaamini tutaleta reach stake halafu na tutaweka 2 kupata efficiency zaidi, kwa sababu haitokuwa na maana kuweka treni hapa lakini ikawa bora mtu anaitwa kwa magari kuliko anaitwa treni. Kwa vile hiyo ni kupanga vifaa vizuri, na tukipanga vizuri na hata efficiency yake itakuwa kubwa. Na pengine Mheshimiwa Waziri,
nia ya serikali kama mlivyojiwekea kwamba ni kutoa mizigo kwa kutumia SGR, lini hasa zoezi hilo litaanza? Kwamba mkandarasi atamaliza Januari phase ya kwanza, lakini ile rasmi kama serikali kutoa mizigo bandarini kwa SGR yategemea lini? Immediately sisi baada ya kumaliza mkandarasi, hatua itakayofuata definitely tutafanya test kama wiki moja. Manake wiki ya kwanza ya February test, then baada hapo tunaanza kufanya kazi. Sababu haina maana kujenga miundombinu na kutumia hela halafu ikakaa kama white elephant. Kwa vile immediately sisi kazi hiyo ya kutemsha mzigo itaanza ili tuanze kupata matokeo chanya ya mradi wenyewe. Mhandisi Mateshi Tito, kaimu mkurugenzi mkuu shirika la reli. Tunapenda kwanza kumshukuru Mheshimiwa Waziri Profesa Makame Mbarawa, waziri wetu wa uchukuzi, kwa maelekezo ambayo ametupatia ya kuhakikisha kwamba tunakamilisha hiki kipande cha ujenzi wa Portlink na kuanza uendeshaji mapema iwezekanavyo mwishoni mwa mwezi wa kwanza au mwanzoni mwa mwezi wa pili kama ambavyo ametuelekeza. Na nadhani tulikuwa pamoja, mmeona maendeleo ambayo yanafanyika kwa sehemu kubwa. Tukiangalia kutokea kule tulikoanza, kipande cha Portlink kina jumla ya kilomita 4 na kipande ambacho kimebakia ambacho ujenzi unaendelea kwa sasa hivi ni kipande cha kilomita 1.5. Ndio kipande pekee ambacho kimebakia. Na kama mnavyoona kazi ya kuweka stability ya tuta imeshakamilika kwa kiasi kikubwa, isipokuwa section moja tu, section ya 3 ndio kazi ambako mmeona inaendelea. Kwa hiyo ni matarajio yetu kama ambavyo tumeelekezwa na kama ambavyo tumejipangia kwamba ndani ya miezi 2.5 tutakuwa tumekamilisha ujenzi wa hapa na kuanza upakiaji wa mizigo. Tutakuwa tunapakia mizigo hapa kutokea bandarini na kuipeleka moja kwa moja mpaka Dodoma. Na kama mnavyofahamu kazi hii tulianza toka mwaka jana, tayari tumeshaanza operations za kupeleka mizigo Dodoma, lakini rasmi ilifunguliwa mwaka huu na Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kazi itaendelea na mwezi wa pili tutaanza sasa kupakia hapa, na tutakapokuwa tayari nadhani pia tutawaita ili kuja kuona na kuwahabarisha Watanzania. Asanteni sana. Asante, ni kweli tuna huo mpango wa kufanya transshipment pia. Transshipment ni kuhamisha mzigo kutoka kwenye reli moja kwenda kwenye reli nyingine. Kwa hiyo tunahamisha kutoka kwenye reli ya MGR kuja kwenye SGR kutoka hapa kwa mzigo unaotokea bandarini. Lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunachukua hii supply chain yote, tunaweza pia kufanya transshipment kwenye kituo kingine ambacho kiko Bahi. Bahi ni baada ya Dodoma ambako tayari kule ujenzi mpaka Makutupora na kwenyewe umeshakamilika. Kwa hiyo na wenyewe sasa tukifika Bahi tutaweka huu mzigo kwenye reli ile ya MGR na kuupeleka Kigoma, kuupeleka hadi Mwanza, kuupeleka Kaliua na maeneo mengine ambako reli yetu ya MGR inafanyika. Na tunafanya hivi kwa sababu mtakumbuka kwamba kuna kipande ambacho huwa kinatusumbua cha Kilosa Gulwe. Kuna kipindi ambako huduma huwa zinahamia ule upande wa Dodoma. Kwa hiyo kwa sasa hivi haitakuwepo tena hiyo hali ya namna hiyo kwa sababu tayari SGR imekamilika kwenye hicho kipande na SGR ilisanifiwa kuhakikisha kwamba ina solve tatizo la kipande cha Kilosa Gulwe, ambacho pia na chenyewe kwa sasa hivi serikali imeendelea kukiwekeza hela kwa ajili ya kufanya ukarabati kupitia mradi wa World Bank TIL2, ambako na chenyewe mradi ukikamilika pia hicho kipande kitakuwa kimeshaimarishwa, hatutakuwa na hiyo changamoto. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuchukua mzigo kutoka bandarini na sio tu kuishia Dodoma. Tuna uwezo wa kuchukua mzigo bandarini tukaupeleka moja kwa moja mpaka Mwanza, tukaupeleka Isaka, tukaupeleka Kigoma, tukaupeleka na Kaliua. Na vile vile tunaweza tukatoa mzigo kutoka maeneo hayo na kuleta tena mpaka bandari ya Dar es Salaam.